Wakati mwanamke huyu anajiandaa kusafiri, akamwambia mume wake, mume wangu, na kuomba umlinde paka wangu vizuri, nampenda sana huyo paka, na wewe unalijua hilo. Mume akamwambia sawa, insha Allah. Basi mke huyu akasafiri, akaenda kupumzisha akili yake. Baada ya wiki moja akampigia simu mume wake, akamuuliza, mume wangu, vipi hali yako? Njema kipenzi changu, naendelea salama, mume alijibu. Akamuuliza, vipi hali ya paka wangu, anaendeleaje na yeye? Akamwambia, paka wako kwa bahati mbaya ameiaga hii dunia. Yule mwanamke akapiga kelele, akalia sana, akalia mno. Akamwambia, mume wangu, kwa nini unanipa taarifa nzito hivi ghafla na kwa mara moja? Kwa nini usingenitengenezea mazingira kwanza? Mke wangu, nikutengenezee mazingira gani ya kukupatia taarifa ya kifo cha paka wako? Mume aliuliza. Mke akamwambia, mwanzo ungeniambia hivi, mke wangu, paka wako yuko vizuri, anacheza juu ya ngazi. Lakini kesho yake ungeniambia hivi, mke wangu, paka wako alikuwa anacheza juu ya ngazi, ameumia kidogo mguu wake. Alafu baada ya hapo nikija kukupigia tena ndio uniambie, mke wangu, paka wako amefariki. Hapo mimi nakuelewa vizuri sana mume wangu. Mume akashusha pumzi. Sawa mke wangu, nimekuelewa. Nisamehe kwa kukupa habari nzito ya kifo cha paka wako bila kukutengenezea mazingira mazuri. Hapo sawa mume wangu, usijali. Alafu mume wangu, vipi hali ya baba yangu? Mume akamwambia, baba yako yupo anacheza juu ya ngazi. Allahu Akbar. Wewe kama mke utajisikiaje? Sasa je, kati ya mke na mume nani ana makosa hapa? Au iko vipi? Unaweza ukanieleza kidogo? Ndugu zangu, hawa wanawake hawaeleweki. Ukitaka kumuelewa mwanamke utaiumiza akili yako. Ndio mwalimu wangu mmoja aliniambia, watu ambao wanamfahamu mwanamke kiundani katika hii dunia ni watu wawili. Mmoja ameisha fariki na mwingine ni chizi, hajielewi. Sasa utachagua kukaa moja kati ya sehemu hizo mbili ukitaka kumjua mwanamke kiundani. Mashaallah. Ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki. Ona, subiri kwanza, usisahau kusubscribe chaneli yetu nzuri, sawa?